La endorsement hili Kelvin, ningetamani na wewe kidogo tulizungumza. Inatajwa kwamba mgombea inatakiwa uwe na endorsement angalau tunasema zisizopungua 5. Kwa maana kwamba ili upate sifa kwamba uonekane ni mtu ambaye unaaminika. Sasa angalau upate endorsement 5. Na hapa tunazungumza kutoka kwenye vyama vile vya mikoa. Nafikiri tuna mikoa 25, 26. Ukija kwa Tanzania bara peke yake huku anyways ukitotoa hapo namba zinacheza hapo ya. Yes, ukija huku lakini pia kutokea hapo kwa maana kwenye hizi clubs na zenyewe pia zina nafasi, kwa sababu tunafahamu pia na wenyewe kidogo wana nafasi hiyo kusema sehemu ya kutia nguvu kuidhinisha mtu apate nafasi ya kugombea huku. Ukitazama hilo watu tuliona kwa maana msimu uliopita ugombea mtu kama huyo Ali Mayai Tembele alikosa sifa kutokana na kukosa endorsement. Yaani unakwenda mahala labda mkoa wa Tanga unaambiwa tayari bana sisi tayari tunamuunga mkono ama tumemdhamini labda Wallace Karia. Tayari kwa hiyo bana hatuwezi kudhamini. Nakumbuka ukishamdhamini au ukishaunga mkono mtu mmoja upaswi kuunga mkono mwingine. Sasa unakuta mwingine labda kwenye maeneo 25 yeye ana maeneo 20. Wakati huo wanahitajika wadhamini 5 peke yake. Sasa ukitazama hii unaiona kama vile ni kitu ambacho kinawapa power zaidi wale walioko kwenye mamlaka, kwa sababu kumbuka rais mfano wa shirikisho la soka nchini, haya mashirikisho mengine huku chini ni sehemu ya matawi yake, unaweza kusema kwa maana kwamba anafanya kazi kwa kuisaidia shirikisho linaloongoza kwa maana kwamba taifa lifanye kazi kwa uzuri. Ukitazama mazingira na muktadha huo ni kama anakuwa na nguvu zaidi pengine ukienda kwenye haya mashirikisho ama vyama ambao viko huku chini kwa maana kwenye ngazi ya mkoa. Kwako unaiona vipi? Mimi nilikuwa nafikiri kwamba unadhani ingeweza kuwa bora tuwe na limit ya watu kupata hizi endorsement, kwamba kama ukishafikisha 5 basi usiwe tena na nguvu ya kuendelea kutaka au kuungwa mkono na wengine, au itakuwa ni kuingilia haki kwamba labda na wenyewe wanamtaka huyo alafu nawaambia kuna haja hiyo. Unasema chaguo la wengi ndilo chaguo sahihi, kwa maana kile ambacho kimezungumzwa katika hao watu ambao wanasikiliza hayo masuala ambayo yapo katika kichwa cha huyo mgombea na wakayakubali, maana yake wanaelewa kile ambacho kinaweza kutokea katika kipindi ambacho atakuwa katika huo uongozi. Nikianza katika wale ambao wapo katika mamlaka tayari, hadi kufikia hivi sasa miaka hiyo kadhaa ya wao kuwepo katika huo uongozi, wametoa ushirikiano mzuri na wale waliopo chini yao. Kwa maana kuna yale masuala ya kuboresha miundo mbinu katika mkoa fulani ama mikoa kadhaa katika nchi, si ndio? Kwa maana kuna changamoto ambazo zilikuwa zinapatikana pengine katika uendeshaji wa hizo ligi za hiyo mikoa, na kiongozi aliyopo katika mamlaka aliweza kushirikiana nao vyema kabisa. Lakini hata wale nao ushirikiano waliotoa kwa huyu kiongozi ndio iliyosababisha hiyo connection kuwa kubwa, na ndio inayopelekea pia wale waendelee kumwamini yule aliyokuwepo kwamba anafaa kuendelea kuongoza mpira wa miguu hapa Tanzania. Kwa hiyo ndio nguvu ambayo tunapata hiyo connection kati ya aliyoko katika mamlaka na hawa ambao bado wanaendelea kumwamini. Ushirikiano uliopo baina ya viongozi wa juu na viongozi wa chini. Lakini huyu pia ambaye anawania hiyo nafasi anaweza kutazama ufanyakazi wa yule aliyopo pale katika kile kiti. Vitu ambavyo alivyokuwa anavifanya vinaweza vikampa motivation ya yeye kuibuka na idea mpya zaidi na zenye mashiko, lakini zenye nguvu ya kulisukumiza soka la Tanzania mbele. Sio kufanya zaidi ya yule, lakini kuboresha kile ambacho alichokuwa anakifanya kiwe bora zaidi. Hicho nacho kinaweza kikampa nafasi huyu ambaye anaonekana kama vile katika makaratasi hata kuwa na hiyo nguvu ya kumuondoa yule, naye akawa na hiyo nguvu ya kupata hiyo safu ya uongozi. Kwa hiyo vita itakuwa ni kali. Atutegemea kwamba Ali Mayai Tembele au yeyote ambaye atakuwa na wanechi kiti cha uongozi hapo TFF akapata urais, au atutegemee pia hata huyo aliyopo katika mamlaka naye akapata urais wa kuendelea, kwa sababu hawa ambao walikuwa wanatazama waliopo katika hayo katika viti vya uongozi wanajua kabisa hawa ni watu sahihi ambao wamekubalika na kila mtu, na vile ambavyo walikuwa wameviahidi katika zile sera zao wameweza kuvitekeleza vizuri. Lakini kuna maeneo ambayo bado yanahitajika kufanywa marekebisho. Ni aidha yule aliyopo aamue ya kwamba anaendelea kwa ajili ya kuboresha kile ambacho kilikuwa kinakaa sawa, au kurekebisha yale ambayo alikuwa anafanya ambayo sio sahihi, au aamue kumwachia huyu mwingine. Lakini sasa itakuwa ni changamoto kwa sababu tayari ameshapata kura za imani kwa wale ambao walishampa hiyo imani tangu mwanzo. Tuangalie kwenye ngo hii pia Kelvin.
tunaweza kukubaliana kwamba mfumo wetu wa uchaguzi, kuwatafuta viongozi na kadhalika kwenye shirikisho la soka nchini ni mfumo ambao unampa nguvu zaidi aliyeko madarakani kuliko hao wengine wanaokuja, kwa maana kwamba ukiangalia mazingira hayo ya upigaji kura, namna ambavyo mahusiano yalivyo, mchakato hawa wadhamini na vitu vingine kama hivyo, tunaweza kukubaliana hapo kwamba ni mfumo ambao, yani mfumo wetu wa kutafuta viongozi katika soka unampa nguvu zaidi ambaye yuko kwenye mamlaka kuendelea kusalia kwenye mamlaka kuliko kutoa nafasi kwa hawapi ambao wanakuja. Nimekuelewa vizuri, na kwa sababu unarudia kile ambacho uliniuliza na nilikuwa naelekea taratibu hadi uko katika hiyo pointi yako, na ni vyema nikaimaliza sasa hivi ili tusije tukaacha maswali kwa watu wengi. Tunakubaliana hapo. Tunakubaliana hapo. Ni kweli kabisa, kwa sababu kuwa na nafasi ya kupata endorsement nyingi ama hizo kura za imani nyingi kutoka kwa watu ambao unawasimamia walioko chini yako, maana bado endelea kuamini, lakini tutambue kwamba waliopo nje nao wana hiyo nguvu ya kufanya yale makubwa ambayo tunayategemea yaendelee kutokea, na kama hajawahi kutokea yatokee chini ya utawala mpya ambao unaingia. Kwa hiyo angalau kuweka limit ya hizo endorsements ama hizo kura za imani kwa huyu ambaye anataka kuingia na au yule ambaye yupo katika utawala tayari, itasaidia kuleta hizo idea mpya zisife huko pembeni. Ama unajua wakati mwingine ndio anaweza asipate hiyo nafasi kwa sababu aliyoko katika mamlaka tayari ashaendelea kuaminika zaidi na zaidi, wanaweza kuzungumza kama kushauriana ama kupeana hizo idea mpya pembeni huko, lakini mara nyingi huwa ni vitu ambavyo vinaweza vikaachwa vikapotelea tu hewani. Huyu ambaye yuko pembeni akapewa hiyo nafasi tena kutokana na mabadiliko mafupi tu au madogo tu ya kupunguza kiwango cha hizo kura ambazo anaweza kupata walioko madarakani, basi tunaweza kusema kwamba hizo idea mpya zitakuwa zinafanyiwa kazi kwa vitendo kuliko kwa maneno zaidi, kwa maana mtu kubaki na hizo idea bila kuwa katika uongozi, si ndio? Anaweza akazitoa hizo kama ushauri kumshauri aliyopo kule juu, lakini yule aliyokuwa kule juu tayari anazo plan zake ambazo ni za muhimu zaidi. Hizi nyingine zinabaki kama akiba, na zitaki kubaki kama akiba kwa sababu ndizo zinazosaidia kulisogeza soka la Tanzania. Kwa hiyo nakubaliana na wewe na nakubaliana na hicho ambacho unachokisema ya kwamba kuna nafasi ya kurekebisha hilo swala la ambaye yuko katika madaraka kupata hiyo nguvu kubwa zaidi, ingawa hatukatai ya kwamba aliyopo katika madaraka anaweza kuwa na vitu vipya vya kuboresha mpira wetu hapa nchini. Sawa. Na Kelvin, moja kwa moja katika hili kwa najaribu kupitia mchakato wenyewe na vitu vingine kama hivyo, naona kabisa kuna uwezekano mkubwa watu wakapoteza 500 zao za kwenda kuchukua fomu alafu kajikuta umechukua fomu unakosa endorsement. Ile unachukua fomu alafu nakuta wale watu wengine wote tunaunga mkono upande fulani, kwa hiyo unabaki sasa tuswali na chenye kusema ni kwamba sio ndio iko hivyo, ila kwamba kuna uwezekano mkubwa watu wakapoteza 500 za kuchukua form alafu wakakosa endorsement kutokana na aina ya mfumo ambayo uko, na unaweza kusema kwamba ni mfumo kama ambao unawapendelea zaidi au unawapa nguvu na nafasi zaidi walioko madarakani kuendelea kusalia hapo kuliko kuondoka. Hicho ndio kitu ambacho mimi binafsi nakiona, na hiyo ni mtazamo, unasema tu my honest opinion, yani mtazamo wangu ambao ni mtazamo wangu ambao nimejaribu kutazama katika hali ya ukweli na uwazi zaidi. Ndicho kitu ambacho nakiona. Sisemi kama mimi ndo niko sahihi 100%, lakini hicho ndicho ambacho mimi nakiona.